Hujambo mtazamaji wangu tena, karibu katika fundisho letu la siku ya leo, na ninakukaribisha kwa moyo mkujufu. Pia nikitaka kukufahamisha ya kwamba huu msururu wa mafundisho utakuja kufikia kikomo katika fundisho hili la mwisho. Kwa hivyo tumekuwa na misururu mingi ya mafundisho ambayo imekuwa ikihusu mambo ya kanisa, mambo ya washiriki, mambo ya viongozi wa uongo, jinsi kanisa linavyokuwa na migogoro na jinsi linavyoweza kutatua migogoro yao bila kulete migawanyiko. Kwa hivyo hii ndio itakayokuwa video ya mwisho katika msururu wa mafundisho haya. Na kabla ya kuingia katika fundisho letu la siku ya leo, ni vizuri kujikumbusha au yale ambao tulikuwa tumejifundisha hapo awali. Na kichwa chetu kilikuwa ni jinsi ya kujilinda nafsi dhidi ya kupotoshwa kiroho. Na tulikuwa na sehemu 4 ya fundisho hili. Na katika fundisho la kwanza tulikuwa na kichwa ambacho kilikuwa kinasema hatari ya kutojilinda kiroho. Na tukaona ya kwamba mtu anaweza kudanganyika kiroho au mtu anaweza kudanganyika kirahisi. Tukaona ya kwamba mtu anaweza kufuata mafundisho ya uongo kwa urahisi. Tukaona ya kwamba mtu anaweza kupoteza mwelekeo wa kiroho. Na katika sehemu ya pili tulikuwa na njia 12 za kujilinda kiroho, ambazo tulisema ni pamoja na jenga msingi imara katika neno la Mungu. Tukasema ya kwamba ni kuwa na uhusiano binafsi na Mungu, kujaribu kila fundisho, kuangalia matunda ya kiroho ya kiongozi, kutokubali kuvutwa na miujiza peke yake, kujifunza sauti ya Roho Mtakatifu, kukaa katika ushirika wenye afya, vile vile kuepuka haramu ya kiroho, kuwa na moyo wa kufundishika, kujihadhari na mafundisho yanayo rahisisha dhambi. Vile vile tukajifunza juu ya kuomba kwa hekima na utabuzi, na vile vile tukajifunza juu ya silaha za kiroho. Na hapo pengine ningetaka urejelee kitabu cha au waraka wa Efeso sura ya 6, uanze hapo kusoma kifungu cha 10 hadi 17. Utaweza kujifunza juu ya silaha za kiroho. Na tunapoingia katika sehemu ya 3, tuliona dalili kwamba ilikuwa kichwa chake kilikuwa ni dalili kwamba unaanza kupotoshwa. Na tunaona ya kwamba dalili hizo ni wakati unapoanza kuacha kusoma Biblia mwenyewe, wakati unapoanza kuamini mtu kuliko neno, wakati unapoanza kukubali kila kitu bila kuuliza, wakati unapoanza kupoteza amani ya ndani, na wakati unapoanza kuhalalisha mambo. Na tunapoangalia sehemu ya 4, kichwa chake kilikuwa ni jinsi ya kurejea ukigundua umepotea. Na tukaona ya kwamba jambo la kwanza ni kutubu, jambo la pili ni kurudi kwenye neno, ni kuomba msaada wa kiroho, ni kujitenga na mafundisho ya uongo, na vile vile ni kujenga upya msingi wa imani. Kwa hivyo wakati huu nataka tuangalie au tuingie katika sehemu yetu au katika fundisho letu ambalo linasema jinsi ya kujenga ukomavu wa kiroho unaokufanya usitikisike. Kwa hivyo tunaona ya kwamba lengo la maisha ya Mkristo si kuanza tu na Mungu, ni kukomaa ndani ya Mungu. Na vile vile tunaona ya kwamba Mkristo aliyekomaa hasukumwi na kila upepo na mafundisho, wala hatikiswi na changamoto. Katika waraka wa Efeso sura ya 4 mstari wa 13 na 14, Biblia inasema kwamba hata na sisi zote tutakapoufikia umoja wa imani, hata kuwa mtu mkamilifu, hata kufika kwenye cheo cha kimo cha utimilifu wa Kristo, ili tusiwe tena watoto wachanga tukitupwa huko na huko. Naam, katika fundisho hili tuna tuna sehemu 5 ambazo tutaziangazia siku ya leo. Na sehemu ya kwanza kichwa chake kifupi ni ukomavu wa kiroho ni nini. Kwa hivyo kichwa hiki kimekuja kwa njia ya swali.
na tunaona ya kwamba ukomavu wa kiroho ni: moja, kufanana na Kristo kwa tabia; mbili, kusimama imara katika neno; tatu, kuongozwa na Roho Mtakatifu; nne, kuwa na utambuzi wa mema na mabaya; na tano, ni kudumu katika imani hata wakati mgumu. Na tunapoangalia waraka wa Waibrania sura ya 5 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba lakini chakula kigumu ni cha watu wazima waliozoezwa akili zao kupambanua mema na mabaya. Na tunapoangalia sehemu ya pili, kichwa chake kifupi ni nguzo 12 za ukomavu wa kiroho. Na hoja ya kwanza ni neno la Mungu kila siku. Katika kitabu cha Zaburi sura ya 119 mstari wa 105, Biblia inasema kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Na katika hoja ya pili, katika sehemu hii ya pili inasema maisha ya maombi. Katika Injili ya Luka sura ya 18 mstari wa kwanza, Biblia inasema kwamba imewapasa kumuomba Mungu siku zote wala msikate tamaa. Na tunapoingia katika sehemu ya katika hoja ya tatu, inasema uongozi wa kiroho mtakatifu. Waraka wa Warumi sura ya 8 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Na tunapoingia katika hoja ya 4, inasema kutii neno, si kulisikiliza tu. Na katika waraka wa Yakobo sura ya 1 mstari wa 22, Biblia inasema kwamba lakini iweni watendaji wa neno, wala si wasikizaji tu. Na katika hoja ya 5 ni uvumilivu katika majaribu. Katika waraka wa Yakobo sura ya 1 sura ya 1 mstari wa 3 na 4, Biblia inasema kwamba kujaribiwa kwa imani yenu huleta saburi, mpate kuwa wakamilifu. Na katika hoja ya 6 inasema kujinyima na nidhamu. Katika waraka wa kwanza wa Korintho sura ya 9 mstari wa 25, Biblia inasema kwamba kila ashindanaye hujizuia katika yote. Na katika hoja ya 7 inasema upendo wa kweli. Na tunaona waraka wa Kolosai sura ya 3 mstari wa 14, Biblia inasema kwamba zaidi ya yote haya jivikeni upendo. Na katika hoja ya 8 ni unyenyekevu. Waraka wa kwanza wa Petro sura ya 5 mstari wa 5, Biblia inasema jivikeni unyenyekevu. Katika hoja ya 9 inasema uwazi na uwajibikaji. Katika kitabu cha Methali sura ya 27 mstari wa 17, Biblia inasema chuma hunoa chuma. Katika hoja ya 10 inasema kutambua kweli na uongo. Waraka wa Wafilipi sura ya 1 mstari wa 9 na 10, Biblia inasema upendo wenu uzidi, mpate kuyakubali yaliyo mema. Na katika hoja ya 11 inasema kudumu katika imani. Katika waraka wa Ibrania sura ya 10 mstari wa 22 na 3, Biblia inasema na tushike sana ugamo la tumaini letu. Na katika hoja ya 12 ambayo inasema kuishi maisha ya toba. Katika waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 1 mstari wa 9, Biblia inasema tukiziungama dhambi zetu, yeye ni mwaminifu. Katika sehemu ya 3, kichwa chake ni dalili za Mkristo aliyekomaa. Na Mkristo aliyekomaa, hizi ndizo dalili zake: moja, hasukumwi na kila mafundisho; pili, ana imani hata katikati ya shida; tatu, ana utambuzi wa kiroho; nne, hasukumwi na hisia pekee; tano, anasimama katika kweli; na sita, ana maisha ya siri na Mungu. Katika sehemu ya 4, kichwa chake kinasema vitu vinavyozuia ukomavu: moja, uvivu wa kiroho; mbili, kutotaka kusahihishwa; tatu, kiburi; nne, kutegemea watu badala ya Mungu; na tano, kukosa nidhamu. Katika waraka wa Ibrania sura ya 5 mstari wa 12, Biblia inasema kwamba imewapasa kuwa walimu, mmehitaji tena kufundishwa. Katika sehemu ya 5, kichwa chake ni jinsi ya kukua kila siku. Na moja ni kusoma neno kila siku; pili ni kuomba kila siku; tatu ni kutii neno; nne ni kujifunza kila wakati;
5 ni kukubali kusahihishwa, na 6 ni kukaa karibu na watu wa kiroho. Na tunapoelekea kufika ukingoni, tunaona ya kwamba ukomavu wa kiroho hauji kwa bahati, bali unajengwa kwa makusudi. Mkristo aliyekomaa hasumbuliwi na upepo wa mafundisho, vile vile hasukumwi na watu, na vile vile hashidwi na majaribu, na vile vile anasimama imara. Katika waraka wa Kolosai sura ya 2 mstari wa 6 na 7, Biblia inasema kwamba basi kama mlivyompokea Kristo Yesu Bwana, enendeni vivyo hivyo katika yeye, wenye mizizi na kujengwa juu yake. Na katika tamko la mwisho ni kwamba neno lako ni taa ya miguu yangu. Na kwa hayo nakutakia kila laheri. Mungu wetu akubariki, akutendee mema. Shalom.